Mbona unakata tamaa mapema? Mungu bado anakupenda kaka. Sio kwa hii dunia iliyojaa ukiritimba, shida, manyanyaso, watu tunaliukana siku hadi siku. Okay, basi nani, nikimaliza mimi nitakuja nikucheki hapo. Nimepita sehemu tu hapo hivi kupata chakula kidogo, bite hivi kidogo. Si hapa pembeni kuna kaoshi hapa. Kaka sikiliza. Miss to me baby walker bana, kama hiyo ya kwako. Yesu unaiosha tu hata nyumbani hapo hivi na beseni kubwa basi. Mimi gari yangu kubwa mzee. Gari unaingia, sio gari ya kuingia eti kama unaingia kwenye kisado hivi. Hiyo ni gari la kupanda. Mnasema gari unapanda gari. Sio unaingia kama unaingia kwenye. Basi poa, hebu ngoja. Haya nitakucheki. Halo vipi ase? Safi tu kaka. Za uzima. Fresh. Umejuaje kama niko hapa? Najua tajiri yangu huwezi kukosekana maeneo kama haya bwana. Au umeona mnyama hapo nje ndo ukajua tu jamaa lazima atakuwa sawa. Na wewe si unajua tena magari yako unique sana unajua. Kawaida. Hapa mjini hayapatikani. Hebu niambie. Si nianzie wapi kaka? Hapo hapo ulipokaa. Nimeona tu umepaki hapo nikasema tu utakuwa mazingira haya. Na samahani kwa kupotezea muda, najua uko na mishimishe nyingi na nini. Brother, lakini nimekuja hapa bwana na nahitaji kidogo unisikilize tafadhali. Brother, kwa niko na shida. Nahitaji msaada wako. Kwa hali na mali, yani wewe ndo tumaini la mwisho kwa upande wangu mimi. Sina sina pengine pa kutegemea, sina pengine pa kukimbilia. Hapa ninavyoongea na wewe sasa hivi, mama yangu mzazi yuko hospitalini. Amelazwa tangia siku ya Jumatatu wiki iliyopita. Lakini hajapata msaada wowote na atakuwa afanyiwa operation ya moyo. Na inahitajika shilingi milioni 20. Mpaka sasa hivi hata milioni 2 mfukoni sina kaka. Naomba unisaidie. Najua kaka huwezi kushindwa. Hivi, labda nikuulize tu kitu kimoja. Unafahamu kabisa mimi nimesomea masuala ya engineering. Sasa masuala ya marazi na engineering wapi na wapi? Sikiliza. Umeshasema mama yako, yule sio mama yangu mimi. Halafu hichi kitu kinaingilianaje? Wakati sisi tunachagua masomo ya kusoma, mimi kachagua engineering, ndio maana sasa hivi niko poa. Wewe ukajidai bingwa wa kusoma Bible sana. Unajikuta wa Korinto 6 sijui ngapi, si ndio? Acha upumbavu brother, na ukiendelea hivyo hapa mjini wewe utaolewa wewe. Ukiona vipi kama inashindikana kabisa, toboa macho, tafuta vikopo kama hivi. Weka mbele yako hapo hivi. Sema saidia, utapata hiyo misaada. Sio unakuja kunisumbua mimi. Mimi na mambo mengi. Sasa hivi baby yangu anatakiwa aende Dar es Salaam. Natakuwa nikamkatie tiketi ya ndege. Anaenda kwenye birthday ya mashoga zake huko. Unakuja kuniambia masuala ya ugonjwa. Wapi? Mimi na mambo ya ugonjwa wapi na wapi? Wewe ndio ulikuwa unaitwa mtoto wa mchungaji. Kipindi hiyo tunasoma. A-level. Mtoto wa mchungaji wa Korinto. Wa Filipi, Luka, Marko. Sasa hivi nini? Naona tunakuelekea tunazalilishana bwana. Naomba unisaidie brother. Nisaidie bwana. Niko na shida kweli. Nikwambie, naomba nenda. Sina huo muda. Brother, naomba unisaidie bwana. Tafadhali. Don't touch me. Brother, nakuomba. Bwana, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Brother, nimekwama brother. Wengine sijui mnakuaga na mapepo, sijui nini. Brother, nisaidie brother. Bwana, hebu niondolee uchuro bwana. Yule ni mama brother. Niondolee uchuro. Nisaidie brother. Hapa mimi nawaza issue zangu. Sawa? Mpenzi wangu anatakiwa asafiri kwenda Dar es Salaam. Natakiwa nikamkatie tiketi ya ndege. Anaondoka kesho kutwa, anaenda kwenye birthday ya marafiki zake.
Sasa hizo hela mimi za kugawagawa huku, mimi natolea wapi? Basi unaongea hivyo kweli? Nenda bwana. Nakuomba nenda, mimi sina cha kukusaidia. Brother nisaidie bwana. Yule ni mama eti brother. Hata mimi sijasema ni baba. Nenda bwana. Brother kweli? Niachie uchuro bwana, niachie uchuro. Oya. Haina noma. Nashukuru kwa kunidhalilisha. Okay, kama gari iko tayari naomba niletee hapa. Niko hapa pembeni, naomba niletee. Nenda bwana. Naomba niletee hapa. Haya. Nilifikiri nitapata msaada kwa yule jamaa, lakini badala yake nimeenda kuzalilika kaka. Kaka, sheria ya kwanza, mwanaume hataki kukata tamaa. Mwanaume anakutana na mateso, mwanaume anakutana na adhabu, lakini licha ya yote hayo, mwanaume anatakiwa kusimama imara. Musa, siku zote mafanikio yanahitaji maamuzi magumu sana, na usichokijua, hii ndiyo njia niliyochagua. Sisi tunayeamini katika Mungu, tunaamini Mungu humpa anayemtaka na anamnyima anayemtaka. Amini katika Mungu kaka, na hii ndiyo njia pekee ya kukusaidia wewe. Umaskini ni mbaya sana. Dharau zote hizi unazoziona ni kwa sababu sina pesa. Sina pesa. Laiti ningekuwa na pesa, ningeweza kufanya maamuzi katika mambo ambayo mimi nayataka mwenyewe. Na nini itakuwa hatima ya hizi njia ngumu ulizozichagua? Labda tu nikuhakikishie kwamba wakati unakuja wa kwenda kufurahia matunda ya kile ninachoenda kukiwekeza. Maisha yangu yanaenda kubadilika sasa. Na nitakuita kwa sababu ya kuja kusherehekea. Simama imara kaka. Muda umeenda sana. Nahitaji kuondoka sasa. Je, hauhofii chochote? Huogopi? Usiku kwangu ni wakati wa mawindo. Kwa nini nihofie chochote? Kwa heri. Mungu akutangulie. Ila fikiri kwa mara nyingine tena. Acha wanitangulia ambao wanaenda kunipa mafanikio. Wewe baki na Mungu. Machozi yangu nani atayafuta? Dunia imenielemea, nimeanguka, sina wa kuniokoa. Mimi niende wapi?